Hakika ule uwekezaji mkubwa unaofanywa na Yanga kwa kushirikiana na wadau wake kama GSM, benki kama CRDB, lakini pia Azam Media na wengineo, hatimaye umezidi kuleta matunda chanya kwao na sasa kuwa miongoni mwa klabu kubwa barani Afrika kwa vitendo na sio tu kwenye orodha ya kwamba ilianzishwa zamani. Ndiyo, tunafahamu wananchi Yanga walianzishwa mwaka 1935. Lakini kabla ya mabadiliko mapya yaliyofanyika hivi karibuni kwenye muundo wa uongozi wao, ambapo sasa wana Rais Engineer Hersi Said, makamu wake Arafat Haji, wana CEO Mtine na viongozi wengine, Yanga ilikuwa kwenye michuano ya CAF kwa miaka ya karibuni ikisuasua. Kuna wakati ilikuwa nje kabisa ya orodha ya klabu bora barani Afrika, ambapo kwa utaratibu wa CAF huwa ili uingie katika orodha ya klabu bora barani Afrika ni lazima walau ndani ya misimu mitano ya michuano ya klabu ya CAF uwe umeingia katika hatua ya makundi, lakini kinyume chake huingii katika orodha ya klabu bora barani Afrika. Sasa Yanga kuna wakati ilikuwa haimo kabisa hata katika orodha ya klabu bora barani Afrika, kwa sababu haikuwa inakidhi kigezo hiko cha walau kuingia katika hatua ya makundi ya michuano ya ligi ya mabingwa ama kombe la shirikisho ndani ya misimu mitano. Lakini kuna wakati ilijitahidi ikawa ya 75 katika orodha ya klabu 75 bora barani Afrika. Kwa lugha nyingine ilikuwa mkiani. Lakini sasa Yanga hii chini ya uongozi mpya wa Engineer Hersi Said na wadau wake wanaoipa nguvu kifedha, matokeo yake sasa Yanga imekuwa na wachezaji bora katika kila msimu, Yanga imekuwa na benchi bora, na sasa Yanga ni miongoni mwa klabu 12 bora barani Afrika, kwa sababu kuanzia msimu wa 2021-22 ambapo Yanga walitoa ubingwa ligi kuu Tanzania bara na sasa wameutoa mara 5 mfululizo, wamekuwa wakifika walau katika hatua ya makundi ya michuano ya CAF kwa mfululizo. Matokeo yake hivi sasa Yanga ni ya 12 kwa ubora barani Afrika, wakati tukienda katika msimu wa 2026-2027. Sasa pamoja na hayo, kuna ukweli mwingine katika msimu uliomalizika 2025-26 ni kwamba miongoni mwa klabu 12 bora barani Afrika ni klabu 3 tu ambazo zimefanikiwa kuendeleza ubabe wake katika ligi zao za ndani, na katika klabu hizo 3 kati ya zile klabu 12 bora Yanga imo. Wengine ni nani? Ni Al Hilal Omdurman pamoja na Zamalek ya kule nchini Misri. Lakini pamoja na ukweli huo, mwingine ni kwamba kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika ambayo Yanga wanakwenda kushiriki na watani zao wa jadi Simba, CAF Champions League, ambayo inatarajiwa kuanza hatua ya kwanza ya awali kati ya Septemba 4 mpaka 6 zinachezwa mechi za kwanza, halafu Septemba 11 mpaka 13 zinachezwa mechi za marudiano kabla ya hatua ya kwanza ya hatua ya pili ya awali kuchezwa tena Oktoba na hatimaye kupata timu zinazofuzu hatua ya makundi. Yanga kwa utaratibu wa CAF kuelekea msimu ujao 2026-27 kwa michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika wamejihakikishia pasi na shaka yoyote kwamba endapo watafuzu hatua ya makundi, basi wao watakuwa katika poti 2, yani katika orodha ya zile klabu ambazo zenyewe zitakuwa 2 za juu kwenye makundi, na hivyo kujihakikishia kwamba walau kwenye makaratasi watakuwa na mbabe mmoja atakayekuwa nambari 1 kwa viwango vya ubora vya CAF, halafu wao ni wababe namba 2, halafu wanaletewa timu kukamilisha orodha ya timu 4. Hii iko vipi? Kwanza lazima tufafanue kidogo. Kwa utaratibu wa CAF, timu zinapofuzu hatua ya makundi huwa ni timu 16, ambapo makundi huwa ni A, B, C na D, kwa maana ya makundi manne, kila kundi linakuwa na timu 4. Sasa utaratibu wake ni kwamba timu zinazokuwa kwenye poti 1 zinagawanywa katika makundi yote manne, ya poti 1 moja, ya poti 1 ya pili, ya poti 1 ya tatu, ya poti 1 ya 4. Lakini timu za poti 2 pia zinakuja hapa, zinakuwa za poti 2 2, poti 2, poti 2, halafu za poti 3 nazo zinagawanywa poti 3 3 3 3, halafu za poti 4 4 4 4 4 kupata timu 4 katika kila kundi. Sasa utaratibu ukoje? Ni kwamba huwa zile zilizofuzu hatua ya 16 bora, CAF utaratibu wao wanakwenda kwa viwango vya ubora vya wakati msimu ukianza, ambapo zile zilizo juu namba 1 mpaka namba 4 kwa ubora
ndizo ambazo zinakuwa poti 1, yani namba 1, namba 1, 2, 3, 4 zote zinakuwa poti 1. Alafu kuanzia namba 5, 6, 7, 8 zinakuwa poti 2. Halafu 9, 10, 11, 12 zinakuwa poti 3. Halafu poti 4 ni zile zinazoanzia 13, 14, 15 na 16. Iko vipi? Tafafanua. Ni kwamba miongoni mwa zile 16 zitakazofuzu hatua ya makundi zinawekwa katika mtindo wa kupungua, tunasema descending order, yenye kiwango bora kuliko nyingine zote miongoni mwa zitakazofuzu hatua ya makundi. Hapa ni msisitizo, sio kila timu miongoni mwa timu bora inakuwa katika orodha hii, bali sifa ya kwanza lazima timu ifuzu hatua ya makundi. Hasa zile zilizofuzu zinapimishwa ubavu. Ipi namba 1 ukizipanga mpaka ya namba 16 kati ya timu 16. Sasa ndio hapo unapopata ya kwanza kwa ubora mpaka ya 4 zinakuwa poti 1, alafu ya 5 mpaka ya 8 poti 2 na kadhalika. Nadhani nimeeleweka vizuri. Sasa kwenye mpangilio uliopo sasa, wakati msimu wa 2026-27 ukianza, viwango vya ubora barani Afrika viko hivi. Namba 1 kwa ubora hivi sasa ni Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini, ambao tunafahamu ni mabingwa watetezi wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Wamekuwa namba 1 kwa ubora baada ya kuwaporomosha waliokuwa katika nafasi hiyo kwa kipindi kirefu Al Ahly ya Misri, ambapo sasa namba 1 kwa ubora ni Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini, ambayo hivi sasa ina pointi 73. Namba 2 ni Al Ahly ya Misri. Ahly hivi sasa ina pointi 66, inashika nafasi ya pili. Ya 3 kwa ubora ni Esperance de Tunis ya Tunisia, ambayo ina pointi 58. Halafu ya 4 ni RS Berkane ya Morocco, ina pointi 57. Ya 5 ni USM Alger ya Algeria, yenyewe ina pointi 52. Halafu ya 6 ni Zamalek ya Misri, ingali na pointi 49. Halafu kutoka Zamalek ambayo ni ya 6, ya 7 ni Pyramids, nayo ni ya Misri, Pyramids ingali na pointi 48. Halafu ya 8 baada ya 7 Pyramids, ya 8 ni FAR Rabat ya Morocco, ambayo hivi sasa ingali na pointi 41. Ya 9 ni Al Hilal ya Sudan, ambayo hivi sasa inashika nafasi hiyo ingali na pointi 39. Ya 10 ni CR Belouizdad ya kule nchini Algeria, ambayo ina pointi 38. Ya 11 ni Mnyama Simba ya Tanzania, ina pointi pia 38 kama CR Belouizdad, lakini tunafahamu utaratibu wa CAF, timu zinapolingana points, ile iliyokusanya pointi nyingi hivi karibuni na kwa juu ya mwenzake ndipo pointi zao zinalingana. Ndio maana CR Belouizdad ya 10, Simba 11, zote zina pointi 38. Ya 12 ni Yanga ya Tanzania, nayoizungumza hapa, ina pointi 35. Sasa kuna yale yaliyotoka kuyazungumza kwamba miongoni mwa klabu 12 bora barani Afrika zilizokuwa na ubavu wa kutoa ubingwa katika mataifa yao kwenye ligi kuu zao kwa msimu wa 2025-26 ni klabu 3 tu, kwa sababu Mamelodi Sundowns hawajatoa ubingwa wa Afrika Kusini. Bingwa ni Orlando Pirates. Misri bingwa ni Zamalek, sio Al Ahly, kwa Al Ahly sio bingwa. Kule Tunisia bingwa ni Club Africain na wala sio Esperance de Tunis. Kule Morocco bingwa wala sio RS Berkane. Kule Algeria bingwa ni MC Alger na sio USM Alger. Tazama, hizi zote top 5 hazijaweza kutoa ubingwa katika mataifa yao. Zamalek bingwa nchini Misri. Pyramids sio bingwa, kamaliza nafasi ya pili katika ligi kuu ya Misri. FAR Rabat sio bingwa na hayupo hata katika timu za kushiriki ligi ya mabingwa kwa msimu ujao. Maana waliomaliza nafasi 2 za juu wao hawamo. Kuna RS Berkane iliyomaliza nafasi ya pili, halafu kuna bingwa Maghreb Fez. Kuna Al Hilal Omdurman, hawa ni mabingwa, wameshiriki katika ligi kuu ya Rwanda kwa utaratibu kama ilivyokuwa msimu wa kabla hapo. Walishiriki ligi kuu ya Mauritania na kuendelea kuwa mabingwa kwa hadhi ya bingwa wa Sudan, anaendelea kuwa hapo. CR Belouizdad sio bingwa Algeria,
Simba sio bingwa, bingwa ni Yanga katika ligi kuu Tanzania bara. Kwa hiyo utakuta waliotoa ubingwa ni Yanga, waliotoa ubingwa ni Al Hilal Omdurman, waliotoa ubingwa ni Zamalek ya Misri. Bas, hilo ni jambo ambalo bila shaka mashabiki wa Yanga watajivunia management yao na benchi la ufundi kwamba katika misimu hii mitano mfululizo wakitoa ubingwa, hatimaye kwenye msimu huu wamekuwa miongoni mwa klabu kati ya klabu 12 bora barani Afrika zilizofanikiwa kutoa ubingwa katika mataifa yao, kudominate katika ligi zao. Tena ni katika msimu ambao Yanga kwa vipimo vyake imeporomoka kulinganisha na msimu uliopita, lakini bado ni bingwa. Maana msimu uliopita Yanga ilimaliza na pointi 82, msimu huu imemaliza na pointi 75. Msimu uliopita ilifunga mabao 83, msimu huu mabao 71, lakini bado ni bingwa. Sasa tunakwenda kwenye kipengele cha pili kwamba zitakazofuzu hatua ya makundi ligi ya mabingwa ndizo ambazo mwisho wa siku zitaangaliwa ubora wake, halafu kwa mpangilio ule poti 1, poti 2 mpaka poti 4 kama nilivyotoka kueleza, kupata timu 16 zitakazosambazwa kwenye makundi manne. Sasa hakuna shaka yoyote juu ya Mamelodi. Wao endapo watafuzu hatua ya makundi, wao moja kwa moja atakwenda katika timu za poti 1 kwa sababu ndio namba moja kwa ubora barani Afrika, na wanashiriki ligi ya mabingwa kwa sababu katika ligi kuu Afrika Kusini wamemaliza nafasi ya pili, ikiwa ni tiketi ya kufuzu ligi ya mabingwa kwa sababu taratibu wa CAF mataifa 12 bora kwa viwango vya ubora hupeleka timu mbili katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa hiyo Mamelodi wapo, Al Ahly hawamo, kwa hiyo wao hawatashiriki michuano ya ligi ya mabingwa. Kwa hiyo katika zile nafasi 4 za juu, timu zenye ubora wa juu, ikitokea RS Berkane wamefuzu katika hatua ya makundi, nao watakuwa miongoni mwa poti 1 kwa sababu RS Berkane ni miongoni mwa timu zilizomaliza nafasi 2 za juu katika ligi kuu ya Morocco, wanashiriki ligi ya mabingwa. Bingwa ni Maghreb Fez, wao wameshika nafasi ya pili, wamepata tiketi kuwakilisha Morocco katika ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa hiyo wakifuzu hatua ya makundi wamo na watakuwa poti 1 wakiungana na Mamelodi, wakiungana na Esperance de Tunis endapo nao watafuzu hatua ya makundi. Hii sentence nairudia mara kwa mara kwa sababu kufuzu hatua ya makundi haiko assured kwa kila timu iliyokuwa juu kwa viwango vya ubora, bali lazima kwanza ifuzu. Na ndio maana tunaona Al Ahly hawamo kabisa kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwa taratibu za CAF kwa sababu wamemaliza nafasi ya 3 katika ligi kuu ya Misri, hawana sifa. Lakini baada ya RS Berkane ambayo itakuwa ina sloti ya 3 miongoni mwa zile sloti 4 za kuwa poti 1, tunaangalia timu nyingine. USM Alger hawashiriki ligi ya mabingwa kabisa. Lakini Zamalek endapo atafuzu hatua ya makundi watatoa sloti ya 4 katika poti 1. Kwa hizi ndizo za poti 1 hizi. Poti 1 zile 4 za juu endapo nayo itafuzu katika hatua ya makundi, wao ni mabingwa wa ligi kuu ya Misri na wanashiriki ligi ya mabingwa. Halafu baada ya zile 4 za juu sasa ambazo hizi hapa zitakuwa kwenye kundi lile la poti 1, tunakwenda kwenye timu ambazo zikifuzu zitakuwa poti 2 kwa sababu zinakuwa miongoni mwa timu ya 5, ya 6, ya 7 na ya 8 kwa utaratibu ule uliotoka kuelezea. Sasa ukiangalia hapa kuna Pyramids endapo watafuzu hatua ya makundi, wao wanatoa sloti mojawapo kati ya zile za poti 2. Zile za poti 1 imeweka moja endapo zitafuzu hatua ya makundi. Pyramids itakuwa poti 2 endapo itafuzu hatua ya makundi. Ni uhakika hasa kama katika hizi timu za juu hakuna itakayoteleza. Maana kukitokea itakayoteleza, Pyramids itapanda, itakuwa poti 1 endapo yenyewe itafuzu hatua ya makundi. Faraba hawamo kabisa kwa sababu si miongoni mwa timu 2 za juu kwenye ligi kuu ya Morocco. Tunafahamu ligi kuu ya Morocco nimetoka kueleza, bingwa Maghreb Fez, namba 2 ni RS Berkane. Faraba hawashiriki ligi ya mabingwa ingawa wao walikuwa ni wana finali ligi ya mabingwa kwa msimu uliomalizika 2025-26. Bingwa akawa Mamelodi Sundowns ya kule nchini Afrika Kusini, lakini safari hii wamechemsha, hawashiriki kabisa kwa sababu hawajapata tiketi ya kushiriki ligi ya mabingwa kutoka katika taifa lao la Morocco. Halafu tunakwenda Al Hilal Omdurman. Al Hilal wakifuzu hatua ya makundi, nao wanachukua sloti mojawapo kati ya zile za poti 2, inaungana na Pyramids. Lakini nyingine ni ipi? CR Belouizdad. Hii haishiriki kabisa ligi ya mabingwa kwa sababu haijapata tiketi hiyo katika taifa lake la kule Algeria, ambako bingwa wala sio wao, hawamo kabisa katika nafasi 2 za juu. Tunafahamu vizuri kule kuna MC Alger ndiye bingwa
na anemfuatia sio CR Belouizdad, kwa hiyo hawashiriki ligi ya mabingwa. Simba mnyama Tanzania. Simba endapo itafuzwa hatua ya makundi itachukua sloti nyingine ya 3 ya pot 2 kwa sababu wao katika ligi bora namba 5 kwa ubora barani Afrika, ligi kuu ya Tanzania bara, ambayo sasa maana yake imo miongoni mwa ligi 12 zinazopeleka timu mbili kwenye ligi ya mabingwa, wametoa nafasi ya pili wakiwa nyuma ya wananchi Yanga. Yanga wamemaliza wakiwa bingwa pointi 75, Simba ya pili pointi 73. Kwa hiyo wakifuzwa tu ya makundi wanachukua sloti mojawapo kati ya zile za pot 2. Lakini inakuja wananchi Yanga, wao wakifuzwa tu ya makundi wanachukua sloti nyingine ya 4 ya pot 2, kwa sababu Yanga ni mabingwa ligi kuu Tanzania bara, wanashiriki ligi ya mabingwa. Wakifuzwa tu ya makundi wanatoa nafasi hiyo. Kwa hiyo tunaona hapa za pot 2 zitakuwa ni Pyramids, hii hapa Pyramids ya Misri, lakini nyingine ni Al Hilal Omdurman. Hilal Omdurman itakuwa miongoni mwa zile za pot 2, lakini nyingine wana Msimbazi, wekundu wa Msimbazi Simba, halafu nyingine ya 4 katika pot 2 itakuwa Yanga. Hapa tulikuwa tunajadili Yanga kwa lugha nyingine. Yanga kwa mara nyingine tena, kama wanafuzu hatua ya makundi, wanajihakikishia kuwa miongoni mwa timu 8 za juu, endapo tu vigogo wengine ambao wapo katika viwango vya ubora katika zile timu za juu kwa ubora, halafu nazo zikafuzu hatua ya makundi, manake Yanga inakuwa miongoni mwa zile 8 zitakazoshiriki hatua ya makundi kwenye mpangilio wa ratiba wa CAF, kwenye upangaji wa makundi, kwenye draw yake Yanga itakuwa kwenye bakuli la pili pot 2, maana huwa kuna mabakuli 4, sote tunafahamu vizuri. Ndicho ambacho nataka kugusia. Kwa hiyo pointi hapa ni kwamba kwanza Yanga ni miongoni mwa timu 3 tu kati ya timu 12 bora barani Afrika zilizotoa ubingwa kwenye mataifa yao kwa msimu uliomalizika, wakiwa wao na Al Hilal Omdurman pamoja na Zamalek ya Misri. Hilo jambo la kwanza. Lakini la pili, kwa kitendo cha baadhi ya vigogo kushindwa kufuzu ligi ya mabingwa barani Afrika, Yanga kama ilivyo kwa watani zake wa jadi Simba, kama ilivyo kwa Al Hilal Omdurman, zinajikuta kama zinafuzu hatua ya makundi zinapanda juu, kwa sababu zile zilizopo juu nyingine hazina sifa, hazishiriki ligi ya mabingwa. Matokeo yake zimeacha chances, zimeacha nafasi kwa Simba, Yanga, Al Hilal Omdurman kuwa miongoni mwa za poti 2 kwa mpangilio, kwa sababu kwenye mpangilio kule juu Al Ahly haimo kati ya zinazoshiriki ligi ya mabingwa barani Afrika, USM Alger haimo, lakini vile vile kuna timu kama FAR Rabat haimo, timu kama CR Belouizdad haimo, na matokeo yake consistency kufanya vizuri kwenye michuano ya CAF mfululizo katika misimu 5, kwa maana ya walau kuwa katika hatua makundi ya ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho ambalo waliwahi kufika fainali msimu wa 2022-2023, kumewasaidia mno Yanga sasa kuwa miongoni mwa klabu madude makubwa barani Afrika, miongoni mwa zile ambazo kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika ina uhakika wa walau poti 2. Ndio sasa maana yake ni nini? Ni kwamba kuwa na sifa hii hakutoshi. Ni kazi sasa kwa benchi la ufundi la Yanga kuhakikisha anajipanga vyema na timu yake katika maandalizi ya msimu ujao. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.